الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد ومناسبة ومwezi huu wa Muharram ukiwa huu ni usiku wa tarehe 7 mwezi wa Muharram katika mwaka wa 1448 Hijria, ambayo itakuwa ni sawa na usiku wa tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 miladia. Tuliahidi kwamba tutaweka majalis maalum kwa ajili ya kuzungumzia yale yanayojiri hivi sasa katika baadhi ya miji ambayo wanapatikana Ashia al-Rafidha au Ashia al-Ithna Ashariya na wengineo. Usitumie siku hizi za mwanzo katika mwezi wa Muharram kueneza fikra zao na kufanya propaganda dhidi ya ahli sunna wal jamaa kwa kuwahusisha wao na mauaji ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، أو الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. kuuawa kwake wakaelekeza kuwa ni jarima iliyofanywa na ahli sunnah wal jamaa. Na wao ndio watetezi wake, watetezi wa Al-Husayn radhiyallahu anhu, jambo ambalo ni kinyume na ukweli, ni kinyume na uhalisia. Sasa kawaida ilivyo, mtu akizungumza jambo hata kama ni la uongo kisha akalikariri akalirudia, basi kuna ihtimali na kuna uwezekano mkubwa sana wa watu kuamini kwamba ni kweli, yasemwayo ni kweli, hasa watakapokuwa wale wanaojua ukweli wamekaa kimya, hawataki kuzungumza ukweli kwa sababu yoyote ile.
na hili ni jambo limechangia kueneza batili nyingi sana, mambo ya batili ambayo si haki na pengine yamezungumzwa wazi wazi kwenye Qur'ani au katika Sunna, lakini kwa kuwa wale wajuao hawakubainisha ubatili wa jambo hilo, watu wakaamini kuwa ni kweli. Ni mambo mengi, ukipiga mifano itarifuka, au yale mambo ya maana hasa ambayo ndio Uislamu yakaonekana si Uislamu, ni mambo mageni, kwa kuwa watu wamezoea kinyume chake, na wale wanaojua kwamba ndio Uislamu hawakubainisha, pakaingia ugeni katika jambo la dini. Sasa jambo hili si zuri. Kwa sababu hii basi sisi tumeona ni haki kwetu kulizungumza jambo hili kwa uhalisia wake, kwa mujibu wa maandiko yalivyokuja kwenye vitabu vikituelezea habari hizi. Kwa tumeona ni muhimu tuweke majalisi hizi, na hii si mara ya kwanza. Kwa mtu anayefuatilia, tumeanza kuyazungumza mambo haya muda mrefu na kuyaandikia. Katika kupekua kwangu, niliona moja katika makala nilizoziandika ilikuwa ni mwaka wa 2012, lakini kabla ya hapo mwaka 2009 na nyuma yake tulikuwa tukiandika na tukizungumza. Kwa hiyo kila mwaka ikifika tulitanabahisha hili, na lina faida, limesaidia watu wengi sana kuufahamu ukweli. Sasa leo biidhnillahi alkarim tutaanza majalisi zetu, lakini kwa kutoa utangulizi utakaojenga jambo hili katika siku ambazo tutaishi nalo. Hili jambo ni refu, lakini ni jambo la kiitikadi, pia ni jambo la kihistoria, lakini ni jambo pia la kisheria, na ni jambo la kiakhlaq. Kweli limekusanya mambo mengi katika dini. Ni jambo la kiitikadi, ni jambo la kihistoria. Sasa katika utangulizi wa jambo hili mimi nitazungumza hizi pande mbili zaidi biidhnillah, upande wa historia na upande wa itikadi, kwa sababu katika mazungumzo yetu mara nyingi sisi baada ya utangulizi, kwa nini tunazungumzia mauaji ya Hussein bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, baada ya hayo huwa tunauliza swali, Hussein ni nani? Kifuatilia mihadhara ya nyuma utaona hili. Huyu Hussein tunayemzungumzia hapa ni nani? Kwa hiyo ukitaka kumuelezea Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, lazima urudi kwenye historia, umjue. Lakini pia kuna jambo la kiitikadi ndani yake, kwa sababu sisi kwetu tunaitakidi kuwa ni mtu bora katika vijana wa watu wa peponi, mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sahaba, ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha ni sahaba. Kwa hiyo jambo lolote sisi linalogusa heshima ya sahaba au dini yake au damu yake au mali yake, heshima yake, sisi hatui warahisi kwenye kukubali. Msimamo wetu ni kumtetea, na kufanya hivyo tunaitakidi kuwa tunapata thawabu na ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo
tuna sababu za msingi kabisa kumzungumzia yeye. Sasa suala la kiitikadi, misingi wake na chimbuko lake latoka kwenye Al-Qur'an Al-Karim na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zilizothibiti, zilizo sahihi. Kwa sisi tumtazama hivyo, lakini kuna wengine wanamtazama tofauti. Kwa hivyo kuna haja pia ya kumtazama na kuelezea mtazamo wa hao wengine, wanamtazama vipi, na maelezo yetu na itikadi yetu sisi juu ya mtazamo wao huo. Lakini pia kihistoria lazima tufuate utaratibu unaokubalika katika kusoma matukio na kuisoma historia. Na mara nyingi mimi nazungumza kwamba historia ya Kiislamu kwa namna ilivyohudumiwa na kushughulikiwa na wataalamu wa Kiislamu inatofautiana na taratibu za historia zote na waandishi wote wa historia. Historia ya Kiislamu ina utaratibu wa kipekee ambao wewe sasa msomaji wa hiyo historia unatakiwa ujue utaratibu huo na ufanyie kazi, ima wakati unapotaka kuandika historia au wakati unaisoma historia ambayo tayari ishaandikwa au unasimuliwa hiyo historia. Kuna utaratibu unatakiwa uupitie na ufanyie kazi, na wanavyuoni wa Kiislamu wameelekeza kwenye hilo. Sasa hili pia tutalizungumzia sisi kwa kiasi cha kueleweka insha Allah. Na katika misingi madhubuti ambayo wanahitaji wanawazuoni, al-Imamu Al-Qahtani katika nunia yake yeye anasema la taqbalanna min at-tawarikh kullama jama'a ar-ruwat wa khatta kullu banani irwi al-hadith al-muntaqa an ahlihi sima dhawi al-ahlam wal-asnan كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكان واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليا أيما عرفان. الإمام القحطاني رحمه الله تعالى katika nunia yake anatuelekeza hapa kwamba wewe usikubali kabisa katika jambo la historia kuchukua kila kilichokusanywa na wapokezi na kilichoandikwa na tindi za vidole za waandishi. Usikubali kujibebea tu mizigo hiyo. Sio kila kilichoandikwa kimethibiti, si kila kilichosemwa ni kweli. Wewe pokea habari zikiwa zimechujwa kutoka kwa wenyewe wanaoshughulika na mambo ya habari, wapokezi wa habari, hasa watu wenye akili sawa sawa, watu wenye marika ya kueleweka, wenye umri ambao wamaliza umri wao katika jambo la dini na kufuatilia habari zinazohusu dini, watu waaminifu kama vile al-Imamu Ibn al-Musayyib, kama vile al-Ala, kama vile Malik na al-Layth na Zuhri na Sufyan, wote wawili, al-Thawri na Ibn Uyayna. Kadhalika zihifadhi riwaya zilizopokewa kutoka kwa Jaafar ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, Jaafar as-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zayn al-Abidin. واحفظ رواية جعفر بن محمد، hifadhi riwaya zake Jaafar ibn Muhammad, Jaafar as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir. فمكانه
fiha, nafasi yake na cheo chake katika mambo ya hizo riwaya, ajallu makani, ni mahali patukufu kabisa. Ahli sunna wanamweka katika sehemu ya juu kabisa, kwa sababu alikuwa ni imam katika ilmu, katika aimma wa ahli sunnah wal jamaa. Lakini wahfadh li ahli albayt wajiba haqqihim, linda, hifadhi kwa ahli albayt wajibu wa haki yao, chunga haki zao ahli albayt, wa'rif aliyan ayyama irfan. Kwa sisi tuna misingi katika upokezi wa habari. Ukija na habari hasa zinazohusu dini za watu au damu zao au heshima zao, basi lazima utujie na uthibitisho katika habari. Na hili ni kufanyia kazi kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mlioamini, akiwajieni nyinyi fasiki yoyote na habari yoyote, tafuteni uthibitisho, msije mkawadhuru mkawasibu watu kwa ubaya kwa sababu ya ujinga na kutokufahamu. Amtusibu qauman bijahalati, kwa sababu ya kutokujua. Msije mkawadhuru watu kwa sababu ya kutokujua, kisha mkapambaukiwa ni wenye kujuta kwa lile mlilofanya. Kwa hiyo habari inapokuja ipime katika mizani, fuata utaratibu wake, at-tathabbut. Hiki ndio kitu cha kwanza. Fulani kamuua mtu fulani, tafuta uthibitisho, albayina, lete ushahidi. Kuna taratibu zake katika sheria ya Kiislamu. Fulani kafanya kitu kadhaa, lete uthibitisho. Huu ndio utaratibu wa Kiislamu. Ikiwa hilo ni kwa mtu mmoja mmoja katika watu wa kawaida, ammatun nas, kwamba sheria imejenga msingi huo, fama baluka fi ahli alilm. Basi wewe unadhania nini sasa kuhusu ahli alilm alkibar, wakubwa, wanaozuoni wakubwa? Bali wewe unadhania nini kuhusu saadatu tabi'in? Bali wewe unadhania vipi kuhusu as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar? Jambo litakwenda tu hivi hivi kwamba wewe umesema tu basi ukubaliwe? Jambo haliko namna hiyo. Kwa haya mambo yatahitaji umakini na utulivu katika kuyathibitisha, tuyakubali au tuyakatae. Huu ni msingi mkubwa sana ambao watu wengi wanaupuuza. Na habari hizi hazijengwi kwa dhana kwamba historia inasema, inasemekana hapo zamani za kale. Kwenye Uislamu hakuna kitu hicho. Habari hizo zipeleke huko kwa watu wasiokuwa na taarifa za kutosha, kwamba inasemekana miaka milioni 200 iliyopita. Wale waache vile vile na ujinga wao. Katika Uislamu hakuna habari inasemekana. Hapo zamani za kale, zipi hizo kale? Hawana sanadi yoyote, hawana taarifa yoyote ya maana, ni maneno ya kubuni buni. Kwenye Uislamu kuna utaratibu wa kuzidhibiti taarifa za watu, na msingi mkubwa kabisa wa taarifa sisi tunaupata kutoka kwenye Al-Qur'an Al-Karim. Qur'ani imejenga msingi madhubuti sana. Ukisoma aya utaona aya nyingi tu qasas katika Qur'an zinavyoelezwa na utaratibu wake. Kuna mafunzo ndani yake tunayojifunza sisi katika kupekua habari, katika kuzithibitisha habari. Kuna habari sisi hatuwezi kuzijua isipokuwa kupitia njia ya wahi peke yake, na hizo ni habari za mbali sana huko nyuma, kabla ya asili ya riwaya.
au habari za mbele sana ambapo sisi hatuwezi kufika huko, za hapa ulimwenguni kutakuwa hiki na hiki na hiki na hiki, au habari za akhira. Kwa hiyo kuna utaratibu umewekwa katika mambo ya masimulizi na mapokezi ya habari. Kwa njia ya kwanza ya kuzijua habari za mbali ni wahi ima wa Qur'an, na njia ya pili ni wahi wa sunna. Kwa tumeshawekewa utaratibu wa namna hiyo kwenye vipindi vyote vilivyothibiti habari kwa njia za mapokezi. Basi utaratibu wa kisimulizi za habari lazima ufuatwe. Na vitu vingine katika vinavyosaidia kwenye kuthibitisha habari ni hizi al-ayatul kauniyya na mabaki ya watu na vitu vyao. Ni ishara, kwa sababu Qur'ani pia imetuelekeza afalam yasiru fil ardh, kuonyesha kwamba kuna mahali mkitembea mtakutana na vitu. Kwenye miji ya watu wa Thamud kuonyesha ishara ya mabaki ya watu, miji ya watu wa kaumu ya Hud na makazi ya watu wengine huko Misri, Sham, Iraq na sehemu nyingine, huko Jordan na maeneo mengineyo ambayo yamekaliwa na watu kwa muda mrefu. Athari zao ni ushahidi juu ya uwepo wa watu fulani au juu ya matukio fulani. Sheria ya Kiislamu au taratibu za kihistoria inazikubali hizo taarifa za aina hiyo, lakini lazima zithibitishwe. Mambo ya kijiolojia na hafriyat, lakini ni jambo linataka utaalamu wa hali ya juu na inahitaji nguvu kubwa ya kiutaalamu na kifedha, kwa sababu uchunguzi wake pia si mdogo. Na vitu hivi havizungumzi ni mambo kukisia kwamba hapa palikaliwa na watu miaka 2000 iliyopita. Ushahidi, kuna mabaki ya vyungu, kuna sarafu, kuna hiki, kuna kile. Inawezekana ikathibitishwa hivyo, lakini utaratibu mkubwa kabisa katika vizama za riwaya ni mapokezi yanayopokewa na watu na simulizi za watu waaminifu. Sio kama waona pale Kilwa pale pana jiwe fulani hivi, ile ilikuwa ni meli ya Wareno ile. Leta ushahidi. Yasemekana watu walisoma albadili kweli kweli pale, meli ile ikabadilika ikawa jiwe. Story tu. Habari kama hizo Kiislamu lazima zichunguzwe. Huko kwa watu wanajifanya wasomi, wewe wabeba tu. Ukitaka wakubali, usipotaka ukubali, basi wewe wabeba tu. Kwa hiyo utaratibu huu lazima tuutazame. Lakini kitu kingine cha kujifunza ambacho tunatakiwa tukieleze ni suala la hatima mbaya inayowasibu wanadamu kwa sababu ya dhulma. Allah subhanahu wa ta'ala yubli lidhalim, huwa anampa muhula dhalim, lakini hamwachi. Yubhil wala yuhmil, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, usidhani, usije ukadhania, usidhanie kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kughafilika na yale yanayofanywa na madhalim. Inma yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, hakika si vingine Allah subhanahu wa ta'ala anawaakhirisha wao, anawapa muhula na muda
kwa ajili ya siku yatakayokodoka macho, siku ya kiyama. muhti'in muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Allah subhanahu wa ta'ala katika surah Ibrahim anaelezea kwamba siku hiyo watu hawa watakuwa ni wenye kwenda haraka kutoka makaburini, muhti'in, hali yakuni wenye kunyanyua vichwa vyao juu na macho yao hayapepesi na nyoyo zao ni tupu, hazifahamu kitu kwa sababu ya hofu. Mtu anapokuwa katika hofu haelewi, hata ukimuelewesha haelewi, ukimwambia hasikii kwa sababu kwenye hofu. Kwa hiyo afidatuhum hawa, na nyoyo zao zitakuwa ziko tupu, hazielewi. Macho yamekodoka, vichwa vyao viko juu juu, macho hayapepesi na nyoyo zao hazielewi, ziko tupu kwa sababu ya hofu siku hiyo. fadhalika yawmaidhin yawmun asir ala alkafirin ghayru yasir yawman abusan qamtarira, sio siku rahisi. Kwa hiyo hili watakiwa ulifahamu wewe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yumhil wala yuhmil, anatoa muhula tu lakini hapuuzi, kwamba huyu kamdhulumu huyu kisha huyu akaachwa kwa sababu ana mabavu, kwa sababu ana nguvu, ana utawala, ana mali, ana watu. Hilo jambo haliko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo analipa, atalipa hapa duniani na atawalipa akhira, na hayo yametokea na yanatokea na yataendelea kutokea. Na hiyo ndio sunnatullah fi hadha al-kawn, ndio utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu. Kwa hiyo matukio yote ya dhulma yamerekodiwa, na moja katika matukio ya dhulma ni tukio hili la kuuawa al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum. Kuna waliobashir wakaingia hasa katika mapambano wakamuua, na kuna waliosababisha na kuchochea kwa malengo wanayojua wao. Katika hili pia wana nasibu yao. Tutaona kina nani walichochea jambo hili. Kadhalika katika jambo baya kabisa ni mtu muislamu kumfanyia khidhlani ndugu yake muislamu, kwa sababu almuslim akhul muslim. Katika tabia za muislamu ni ndugu wa muislamu, na katika kawaida ya muislamu alivyo, la yakhdhuluhu, hamnyimi nusra. Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib, kuna watu walimnyima nusra, wakafanya jambo baya kabisa. Yeye pale sana anahitajia nusra yao na utetezi wao, wao wakamwacha. Ni kina nani? Tutaona katika mfululizo wa darasa zetu hizi. Kwa hiyo dhulma ni kitu kibaya, sisi hatuiungi mkono kabisa, hasa inapofanywa dhulma hiyo mtu mkubwa kama huyo, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjukuu wake mwenye fadhila nyingi. Itakuwa si sawa kuwa na sisi tuunga mkono waliofanya dhulma hiyo, au tuaona kwamba kilichofanyika ni sawa au hakuna neno. Lakini pia hatuoni kwamba ni sawa kusingiziwa watu wasiohusika katika jarima hii, si sawa. Na ukisoma vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa utayaona mengi ya faida katika jambo hili, na kuna mambo mengi ya kujifunza. Na wakati huo huo utaona ubaya wa kundi la Shia Ithna Ashariya. Utaona ni watu waovu sana, wanalolidhihirisha kwa Waislamu sile wanalo lilivyo kwao.
yani yale walionayo kwenye dini yao na vitabu vyao sivyo wanavyojidhihirisha kwa Uislamu na kwa umma kwa ujumla na mataifa. Na ni jambo rahisi tu, ukivifungua tu vitabu vyao, ukivifungua visomo, basi watu washawajua ni kina nani, wala usipate tabu. Fungua tu vitabu vyao, wasomee watu, kuna hili, basi watu washawajua. Lakini ukiwacha waseme wao, wajiseme wao, basi hakuna watu wazuri kama wao. Tena wanawashinda maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao ni wema sana kuliko hata maswahaba, kuliko kina Umar, kuliko kina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Na hivi ndivyo wanavyojimathilisha kwa watu. Wakijitokeza kwa watu, wao ni watu wema, watetezi wa ahli albayt, wafuasi wa watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maadui wa ahli albayt. Wao wanawapiga vita na kuwafanyia uadui watu wote walikuwa maadui wa ahli albayt. Kila nani maadui wa ahli albayt? Abu Bakar, Umar, Uthman na wengine wote katika al-asharatul mubashirin bil janna, kina Talha na kina Zubair na ummahatul mu'minin illa Khadija, Hafsa, Aisha na wengine wote. Hawa ni katika maadui wa ahli albayt. Na masahaba wengine wote illa thullatun qalila au illa thullatan qalila, kikundi kidogo tu. Kwa hiyo wao ndio wamepanda safina Nuh. Kisema ahlu baiti safina Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Kwa hiyo wao wamepanda safina ya Nuh, wamepanda mtumbwi wa Nuh wao. Lakini hao wengine hawako katika usawa. Haya ni kwa mujibu wa vitabu vyao, tutayaona biidhnillah alkarim. Kwa mazungumzo yetu sisi yatazunguka kuelezea pamoja na hayo yote, lakini tutaeleza ni nani man qatala al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, ni nani aliyemuua al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu. Hapo ndio kwenye marbat al-faras adhin. Tukimalizia majlisi yetu leo ya ufunguzi kwa hilo au kwa haya tulioeleza, tutalazimika sisi kuelezea Mashia walikuwa wakiishi katika mji wa Al-Kufa. Watu wa mji wa Al-Kufa huko nchini Iraq, kuelezea hawa watu ni watu wa aina gani kwa mujibu wa vitabu, hasa vitabu vya Shia. Tutalazimika kueleza watu wa Al-Kufa kama walivyoelezwa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye sisi kwetu ni khalifa wa 4 katika makhalifa waongofu baada ya Abu Bakar na Umar na Uthman, kisha Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wao kwa Mashia hawatambui wote hao, isipokuwa wanamtambua yeye kama ndiye wa kwanza, ndiye mrithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye anasemaje kuhusu hao watu wa mji wa Al-Kufa? Kadhalika kuelezea khiana zao, na kadhalika kuelezea msimamo wa Al-Hasan bin Ali, mtoto wake Ali bin Abi Talib ambaye ni kaka yake Al-Husayn, na wote hawa ni wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Husayn ni mkubwa, kisha baada ya mwaka mmoja akazaliwa Al-Hasan, kisha akazaliwa Al-Husayn, si mapacha. Al-Hasan ni mkubwa, kisha baadaye akafuatia Al-Husayn. Kwa hiyo huyu kaka yake Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ana msimamo gani juu ya watu hawa wa mji wa Al-Kufa? Kadhalika tutaelezea barua zilizoandikwa kutoka kwenye mji huu wa Kufa na watu wa Kufa kwenda
kwa al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu ambaye alikuwa yuko Makka wakimuita aende katika mji wao. Hussein hakukurupuka, alifanya uchunguzi na akapeleka mwakilishi wake ambaye ni ndugu yake, mtoto wa ammi yake aliyeitwa Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib. Kisha naye kuelekea huko, na namna masahaba walivyompinga, masahaba walioko katika wakati wake, namna walivyompinga al-Hussein juu ya maazimio yake ya kusafiri kwenda katika mji wa Al-Kufa, kwa kuwa eti watu wa mji wa Al-Kufa wamemuita akawe kiongozi kwao, na kwamba wao hawakubaliani na utawala wa Yazid ibn Muawiya. Msimamo ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ibn Abbas anakuwa ni ammi yake, Abdullah ibn Abbas anakuwa ni babu yake, sio? Sababu Abdullah ibn Abbas kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni ibn ammi yake, kwa hiyo anakuwa huku ni babu yake, lakini mara nyingine anakuwa ni ammi yake, kwa sababu yeye Abdullah ibn Abbas na Ali ibn Abi Talib kadhalika ni watoto wa ammi, ibn ammi. Abdullah ibn Abbas bin Abd al-Muttalib na Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib. Kwa hiyo akija kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Abbas ni babu, akija kwa Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas ni ammi. Kwa Abdullah ibn Abbas pia katika waliomzuia usiende huko al-Hussein. Kadhalika Abdullah ibn Umar pia alimzuia, kadhalika Abdullah ibn Zubair, kadhalika Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd bin Malik bin Sinan. Kwa hiyo wote walimkataza na wengineo, bwana usiende huko, hawa watu huko kadha wa kadha, hawafai hawa watu, wana khiana hawa, ukumbuke wamefanya hivi na hivi. Lakini Hussein yeye hakukubaliana na jambo hilo, aliwaamini kwa dhana njema kabisa, akaelekea kwao, kumbe wao ndio watakaoshirikiana na wauaji. Na ukisoma historia kama tutakavyoona, aliyemuua hasa ni mtu alikuwa katika wafuasi wa Ali bin Abi Talib, na kwenye vita vya Siffin alikuwa kwenye safu ya jeshi la Ali bin Abi Talib, Shamr ibn Dhil Jawshan. Akiitwa Shamr ibn Dhil Jawshan alikuwa katika upande wa jeshi la Ali bin Abi Talib kule Siffin, lakini huyu ndo alimkata kichwa hasa. Na vitabu vya Shia vyaeleza kwamba huyu Shamr ni katika wafuasi wa Ali bin Abi Talib, na kwenye vita vya Siffin Ali bin Abi Talib akipigana na watu wa Sham, yeye alikuwa katika jeshi la Ali. Vitabu vya Shia tutaeleza hilo. Kwa ni watu walipea upeo wa mwisho kabisa wa khiana na hadaa na udanganyifu. Kadhalika tutaeleza msimamo wa ahli sunna wal jamaa juu ya mauaji haya ya kinyama yaliyofanywa na watu hao waovu. Ahli sunna wal jamaa wana msimamo gani kwa mujibu wa vitabu? Kadhalika mwisho tutaelezea mambo ya uzushi yaliyowekwa na Rafidha kwa kutahayari. Maana kutahayari, wamefanya jambo baya, sasa washatahayari, kwa hiyo wataka kujitoa kimasomaso kama Waswahili wanavyosema, na kutaka kujitakasa. Wakazusha mambo mengi, miongoni mwa hayo ni kuweka vilio na kuomboleza kila unapofika Muharram, wakiweka majalisi zao za kuomboleza. Lakini kabla ya hapo, miaka hiyo ya nyuma, walijitokeza watu kajiunda genge, wakajiita kwamba ni Jeshi Tawabin,
jeshi la wenye kutubu, kwamba wametubu, kwa hiyo wanataka kulipiza kisasi, ikawa kila wanakutana naye wanamuua. Nini? Kulipiza damu ya Hussein. Na sasa wakaona haitoshi, tulie, lakini pia tujipige mapanga na mavisu kufidia damu ya Hussein. Ndio mtaona huko Pakistani, Irani, wapi, ikifika Muharram wanajitokeza watu na minyororo yao au na mavisu yao, wakajipiga kwenye migongo, kwenye vichwa, wakamwaga damu, kwamba pale watafuta ni kama kujitoa fidia hivi, sasa kulipa ile fidia ya damu ya Hussein kwa kile walichokifanya wao. Kwa hiyo huku kuna damu ya Yesu na huku kuna damu ya Hussein, kitu kimoja tu. Watu wanaitakidi kwa Mungu kauliwa, kashindwa kujitetea na waliomuua, lakini damu yake itawakomboa, ndio inawalinda, na watakwenda mbinguni kwa damu hiyo, na hawa watakwenda mbinguni nao kwa damu hiyo. Kwa nao wajipiga, wakalia, watembea, walia, wakifika watu wakula, lete hapa, lete nyama, lete, basi tushasahau. Kwa ni maigizo wanayafanya katika huu ulimwengu ili kujitakasa mbele ya watu. Wanafanya munkari wa kujipiga usoni, kifuani, wakajitoa damu. Wanafanya munkarati na bid'a za kuvaa nguo nyeusi, kunyoa vipara na mfano wa mambo kama haya. Yote haya katika mambo aliyokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutayaona maelezo na ndani ya vitabu vyao wanaeleza haya. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimekuja wazi. Lakini nimeona kwamba katika mambo muhimu pia kuyazungumzia ni kuwazungumzia hawa ahlul bait ni kina nani. Ahlul bait ni kina nani? Na je, kiuhakika na kihistoria na kiitikadi ni kina nani wafuasi sahihi halisi wa ahlul bait? Je, ni Shia na Sharia na wengineo ni wafuasi wa ahlul bait kweli, kwamba hawa ahlus sunna hawa ni wafuasi wa Bani Umayya na hawa Shia hawa ni wafuasi wa ahlul bait? Kwa sisi ni wafuasi wa ahlul bait, ni kweli? Ili jambo kuna umuhimu wa kuleka wazi jambo kwa ikhtisari. Maneno yanarefuka kwa sababu ni jambo refu pana, lakini laweza kufupishwa kwenye majalisi chache likaeleweka biidhnillah. Na mambo haya sisi tunapoyazungumzia hatuhusishi wanafunzi wa kiwango fulani, tunataka kila Muislamu aelewe, na biidhnillah tunataka tuelezee na tushaelezea kwa lugha ambayo ataifahamu mtu yoyote aliyefuatilia jambo la dini, akisikiliza na kuwa anaelewa biidhnillah. Kwa sababu upotoshaji haufanywi kwa mashekhe peke yake au kwa maduati peke yake au kwa tulabu ilmu. Upotoshaji unakwenda mpaka kwa watu wa kawaida. Sasa kama vile unawafikisha risala wao kwa watu wa kawaida, na sisi tuifikishe risala hiyo kwa watu hao wa kawaida kwa lugha yao, na kwa wale tulabu ilmu pia watapata nasibu yao biidhnillah alkarim. Lakini kuna umuhimu wa kulifafanua jambo hili katika munasaba wa siku hizi. Kwa nadhani haya yatakuwa yametosheleza. Huu ni utangulizi. Kwa kesho insha Allah tutajitahidi tuanze vizuri kabisa mwanzo pale tunapoanza siku zote katika kuyazungumzia haya. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Kama kutakuwa kuna swali au mulahadha wote, mudakhala, maoni, kuna iktirahat, lakini katika mapendekezo au katika jambo la maana
ni watu kuandika haya tunayosema, watu wakaandika, usiache yakapita tu hivi hivi kwamba simerekodiwa. Wewe kaa uandike kwa makini. Ile jambo lilizungumza wakati wa mchana lifanywe kazi, kwamba elimu ilivyo yataka tafakuri, akili yenye kudhibiti ambayo itatafakari ilmu, utapata faida. Lakini kama unaona ni mazungumzo tu yazungumzwa, wasikiza alafu ushika njia, unaweza wala hujali. Elimu haimtaki mtu aina hiyo, wajisumbua kwa ufupi, na utapata taabu kwenye safari ya ilmu. Ilmu ni kitu kina ghera, ilmu ina wivu, yataka uisikilize yeye tu hiyo elimu, uipatilize. Ukielekea kwa mwingine ukaacha elimu nayo yakuacha, ya kupiga talaka hizi 3 la raj'ata ba'da 3 talaqat tabinu minhu baynunata al-kubra, al-baynunata al-kubra. Unaachana naye talaka 3 safi kabisa. Nataka uipatilize, uitazame kinachosema wewe, ukipatiliza utaki ya kuacha, ina wivu. Ndio maana ukifuatilia utakuta umesikiliza mambo mengi, lakini huna moja hapo ulipo la maana. Kama utaulizwa sababu ile hakiki huwezi, lakini ulishasikia. Unajua maana tulikusikia zamani, haya sema, eleza, huna hata moja. Kwa nini? Kwa sababu wewe hukuyapatiliza. Sasa elimu haitaki hivyo. Ndio maana wasikilizaji ni wengi, wanaonufaika ni wachache. Naam, tafadhali. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam Sheikh, kuna mwongozo labda kwa tunaomba namna ambavyo tukio hili limepokelewa na talabatul ilmi. Utakuta watu wengi wameingia katika kulizungumza, hasa katika kipindi kama hiki cha mwezi huu wa al-Muharram. Watu wengi katika ahlus sunna wanalizungumzia jambo hili la maktali ya al-Husayn. Sasa nilikuwa naomba labda kuna mwongozo gani kwa mtu ambaye ameamua kuizungumza mada hii ili iweze kunufaisha, lakini pia isiwe ndani yake kuna kuzungumzwa bila ya kuchunga ile misingi yake ya kiilmu. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Labda nasaha naweza kuzitanguliza kwenye hili. Kwanza ni jambo zuri watu kuzungumzia na kutahadharisha mambo mabaya yanayojitokeza katika jamii, lakini hili na yale mengine yote ni sawa, yanapishana katika uzito, kwa maana mambo yote yanayofungamana na dini yanapotakiwa kuzungumzwa basi yazungumzwe kwa ilmu. Lazima kile unachokizungumza uwe una uhakika nacho, kuwa wakijua, umekisoma, umekielewa, umesomeshwa, umeelewa na umekitafiti, ukazungumza kwa kadiri ya uwezo wako, kwa vile ulivyokielewa kitu hicho. Ile jambo ni muhimu sana. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tumefahamu aya hii ni ushahidi mkubwa wa kumtahadharisha mtu
kuyashukulia mambo asiyo na ujuzi nayo. Ni tahadhari hiyo. Jambo usio na elimu nalo, achana nalo, jifunze kwanza. Fanya subra, kaa ujifunze vya kutosha. Lifuatilie jambo kwa kina, kisha ndio uzungumze. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake ametuwekea mlango huo. Huu ni mlango wa kuwa elimu inakuwa ni mwanzo kabla ya kusema na kabla ya kutenda. Kwa mimi nasaha zangu kwa as-salafiyun tulabu al-ilmi amthaluna, wajitahidi kweli uweze kujua jambo hili lile, lakini lile ukawa hulijui. Usifanye kiasi kusema maadamu najua hili na hili pia nitakuwa nalijua. La, kaa chini, soma, fuatilia, fungua vitabu, hakiki, alafu zungumza kile unachokijua. Kuzungumza kitu ambacho huna elimu nacho ni madhara kwako, madhara kwa jamii. Kwako utapata madhambi, utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na swala la dini halifai kuzungumzwa kwa rai na maoni yako unavyotaka wewe. Kadhalika utapotosha, utawapoteza watu. Lakini pia inaweza kuwa athari mbaya kwa da'wa. Ukazungumza jambo ikaonekana kwamba kwa vile ulivyozungumza na udhaifu na uonyesha kwamba angalia jitia ahli sunna na salafiyun, angalia wanavyozungumza, watu watafuta mahali pa udhaifu. Si kwa sababu umeteleza, kwa sababu umekosa misingi. Na hili ni jambo lafahamika kwamba mtu anaweza kuzungumza kitu kwa akawa ameteleza, lakini ajua hicho kitu, akijua ili haya ni masala. Lakini kuwa huyu kakosea kwa kuwa hajui, hana misingi ya jambo hili, hilo pia ni jambo jingine. Hilo ni jambo jingine na ni baya zaidi sasa, hata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wasikurupuke wala wasiige kwa sababu fulani kasema na mimi nataka kusema. Lakini mimi nawapongeza wale ambao wameamua kukaa wakayafuatilia masala haya kwa undani zaidi, wakajua kwa kiasi chao, na wakazungumza wakakoma pale walipokuwa wameelewa, wakazungumza kwa kadiri ya uwezo wao. Allah awafikishe, atie tawfiki yake kwao. Lakini kikubwa zaidi pia ni ikhlas katika uzungumzaji wetu na ufikishaji wetu. Ma kana lillahi kana baqiya, na hili ni jambo kubwa la kulizingatia. Tuko tumemaliza, basi tutaishia hapa. Inshallah tutaendelea tena kesho. Tutaanza na majlisi ya kwanza mwanzo kabisa, alafu nyingine zitafuatia. Lakini nasaha zangu tuwe ni makini na tujitahidi kuandika, kudhibiti, na yale ambayo tunaelekeza kwenye kurejea, basi wale wenye upeo na uwezo kurejea wajitahidi warejee. Maktaba ipo na asilimia kubwa ya yale tunayohudhurisha yapo katika maktaba yetu, marejeo yake. Na hili linatupa tafsiri juu ya kukua kwa maktaba yetu, kwamba mambo mengi utakayosema yapo, yameelezewa. Namna ya kuyatafuta sasa ni kupata muongozo huo. Kwa hiyo utaelekezwa masala haya kwa mahali fulani, yameelezwa na fulani, yametajwa hivi. Alhamdulillah, vitabu vya Rafidha viko, vitabu vya Ahli Sunna hadith wala haraj. Kwa nadhani katika maktabati zilizobeba vitabu vya Rafidha, moja maktaba yetu sisi na vitabu vya kutosheleza vya Rafidha, qatalahumullah, kiasi cha kuweza kuwafichua tu mambo yao.
Kwa hili jambo tulitilia katika maanani sana, tulitilia mkazo ili tuwe wasimamizi bora wa dini yetu, wenye uwezo wa kuyarudi makundi kama haya yaliyopinda na yaliyopotea. Leo ukienda katika maahidi nyingine nyingi tu huko, unaweza kuwasoma Rafidha kwa kusikia tu kwamba Al-Kulaini katika Al-Kafi kasema hivi, lakini hana hiyo Al-Kafi. Al-Kafi usulu Al-Kafi iko, al-furu' min Al-Kafi iko, rawdatu min Al-Kafi iko, man la yahdhuruhu al-faqih iko, tahdhib al-ahkam iko, al-istibsari iko, al-kutub al-arba'a ziko, hiyo na nyinginezo kama zilizokusanywa katika Biharul Anwar al-Jami'atu lidurari a'immat al-athhar cha Muhammad Baqir al-Majlisi. Amekusanya vitabu vingi, au pengine kimoja kimoja utakitafuta ukipata kiko pale, kakusanya kwenye juzuu 110. Mir'atul uqul fi akhbari ali ar-rasul ya al-Majlisi, na nyinginezo na tafsiri zaidi ya 10 za Rafidha, tafsiri al-Qummi, tafsiri al-Ayyash, فيض الكاشاني تفسير yake, تفسير البرهان, الميزاني, الطباطبائي, sawa na vitabu vingine vya kina Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita, aslu shiyat wa usuluha na vingine, al-Anwar an-Nu'maniyya ni'matullah al-Jazairi, vitabu vya hadithi, vitabu vya tafsiri, vitabu vya tarikh vyao, vitabu vya aqida. المطهر الحلي kitabu chake Minhajul Karama ambacho Sheikh al-Islam amekijibu katika Minhajus Sunna, na vitabu vingine vipo. Kwa hiyo unapoelekezwa kufuatilia si vibaya, ni jambo la maana, kupata faida. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.